Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein na wakati huu tunatazama kile kinachoendelea huko Mashariki ya Kati, hasa nchini Israel, kutokana na moto ambao unaendelea kuungua katika nchi hiyo ya Israel. Hata hivyo, raia pamoja na wanasiasa pamoja na waandishi wa habari wameanza kutoa lawama kwa serikali kutokana na uongozi wa taifa hilo kukaidi juu ya namna ya kukabiliana na mioto ambayo mara kadhaa imekuwa ikionekana nchini Israel. Israel inaungua zaidi ya mara moja. Kupitia tahariri ya gazeti la Jerusalem Post imeeleza kwamba kila mwaka wa Israel hupata athari za mabadiliko ya hali ya hewa zaidi na zaidi. Kama hali hiyo ya hewa inavyokuwa mbaya zaidi, sio majanga yote yanaweza kupigwa marufuku, lakini ni utawala wa Benjamin Netanyahu ndio ambao umekuwa na ukaidi juu ya kukabiliana na hali ya moto mkubwa ambao unazuka mara kwa mara. Imeelezwa kwamba moto mkubwa katika mkesha wa siku ya uhuru unaweza kuhusishwa na tafakari ya kikatili ya kimungu ya hali ya sasa ya taifa. Kupitia uhariri wa Jerusalem Post imeelezwa kwamba imesema kwamba takribani zaidi ya ekari 5,000 za ardhi hadi wakati huu, taarifa zinaeleza kwamba zimeteketea. Wazima moto walipopigana kwa ujasiri kuzuia moto huo, na madereva kwenye barabara kuu ya Tel Aviv Yerusalem waliacha magari yao kwenye joto kali na kuelekea mahala salama. Kila mwaka wa Israel hupata athari za mabadiliko ya hali ya hewa zaidi na zaidi. Kama hali ya hewa inavyozidi kuwa mbaya zaidi, na sio majanga yote yanaweza kupigwa marufuku. Tahariri ya Jerusalem Post inaeleza zaidi kwamba maamuzi ya serikali yasiyofaa yaliyofanywa katika miaka miwili iliyopita yalizuia maandalizi hayo, ikionyesha mfano mwingine wa muungano unaotawala kukatwa na kutofaulu. Raia huishia kulipa bei kubwa zaidi, lakini namna uzuiaji wa moto umekuwa ni wa namna ndogo sana, na leo hii Israel inazidi kuteketea. Kupitia tahariri hiyo imeelezwa kwamba wanasiasa wameanza kutoa lawama kwa uongozi wa Israel kutokuwa tayari kujifunza. Serikali iliombwa kuunda tume ya serikali ya uchunguzi kwa moto wa Karmeli ili kujifunza kutokana na makosa ya kujiandaa vyema kwa siku zijazo. Tume kama hiyo haikuundwa kamwe baada ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kupinga mpango huo. Mnamo mwaka 2012 ofisi ya mdhibiti wa nchi hiyo ilichapisha safu ya mapendekezo. Tayari kabla ya moto wa Karmel, mamlaka ya zimamoto na uokoaji ilikuwa imelalamika mara kadhaa katika miaka 2000 kuhusu uhaba wa vifaa na wafanyakazi. Baadhi ya sheria ilipitishwa katika miaka iliyofuata ili kusuluhisha kuhusu namna ya uzimaji wa moto pamoja na uokoaji na kurekebisha baadhi ya vizuizi vya rasimu. Moto huo wiki hii ni wa kukasirisha zaidi kwa sababu mnamo Desemba 2022 mkurugenzi mkuu wa zamani wa Wizara ya Usalama wa Ndani Thomas Lotan aliomba katika kamati maalum ya bunge la Senate kununua ndege 4 za kuzima moto za Black Hawk kwa ajili ya matumizi ya kuzima moto. Alionya kwamba hazikuwa anasa bali ni lazima, na kwa sababu haiwezi kusubiri. Waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir alipinga wazo hili akidai ni upotevu wa fedha, huku akimshirikisha Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambaye alikubaliana naye juu ya jambo hilo. Lotan aliandika kwenye Twitter siku ya Jumatano, "Ninaona picha za moto na damu yangu inachemka." Mpango ununuzi ulikuwa ni matokeo ya mchakato mrefu wa kitaalamu na uratibu kati ya mashirika kadhaa ya serikali, na ilikuja baada ya uamuzi wa serikali ulioenea kwa kukabiliana na zimamoto kwa uzito zaidi, aliandika. Ben-Gvir alizuia uongo kwamba ndege hizo zingetumiwa na polisi na akautumia kulisha madai yake ya ubadhirifu. Lotan aliandika akiongeza, "Huu ulikuwa ni ukichaa sana na wakijinga kwa sababu ununuzi huo ulikuwa wa mamlaka ya zimamoto na uokoaji, si kwa ajili ya polisi." Wakati wa mkutano wa kamati, Lotan aliandika, "Alijaribu sana kuelezea kwamba jeti hizi zingeboresha nguvu za anga za Israel. Ilikuwa kama kuzungumza na ukuta," aliandika. Mtazamaji wa The World News, wakati huu kumekuwa na malawama miongoni mwa viongozi wa kiserikali pamoja na viongozi wakuu wa serikali hiyo na wanasiasa. Hata hivyo, wanaeleza zaidi kwamba uongo huu ulidumaza ununuzi wa kutuzuia tusiwe tayari zaidi, na miaka 2.5 baadaye kwa moto huu mkubwa, aliongeza. Wakati wa mijadala ya bajeti miezi michache iliyopita, NIS milioni 217 zilikatwa kutoka kwa huduma za kuzima moto na badala yake kupelekwa katika masuala mengine.
hasa ya vyakula na mambo ya kijamii na vile katika elimu. Na hii pia ni katika utawala wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Hata hivyo, hili nalo limekuwa ni moja kati ya malawama ambayo anatupiwa waziri mkuu huyo, na inaelezwa hata katika bajeti ya mwaka 2025 ilidhinishwa kwa kupunguzwa, wakati fedha zilipoongezwa ziliwekwa kwa malengo ya kisiasa na kisekta pamoja na masuala ya kijeshi na maisha ya raia wake kwa ajili ya kujinusuru yeye mwenyewe Bwana Netanyahu. Mtazamaji, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Kuna mengi ambayo yanahusu suala la moto unaowaka huko nchini Israel, na tutakujuza kadri mambo yanavyozidi kwenda. Endelea kuwa nasi, tutakufahamisha mambo mengi zaidi kupitia The World News.